Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mpenzi msikilizaji wa redio kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Matumaini yangu makubwa kwa wako mzima wa afya na wakati kama na huu huko kando kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari ambazo zinagubikwa na ukurasa wa habari muhimu hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msamaji wako wa siku ni Tomari Makelele Ozile, upande wa pili Merci Mbele Chipa Male anashikilia vema dawati la mitambo. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha mwenzangu Isaac Mulucha Ashbe ambaye atatujia na habari muhimu. Asante sana Omari Makelele Ozile. Kwenye usomaji wa habari muhimu leo hii tuanzie na hapa mjini Baraka. Kutathmini namna gani walimu wa shule za msingi watarudi mashuleni ni lengo mojawapo ya kikao kinachoandaliwa kufanyika siku ya Jumapili ya wiki tunayo ya tarehe 11 Mei mwaka huu tunao na uongozi wa kamati ya walimu wa primaire tarafani Fizi na mji wa Baraka kwenye shule la msingi Muzinda. Fizi, mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Nyamanjoku Shibwala Obedi ametoa pole kwa raia wahanga mafuriko ndani ya kijiji cha Kasaba, huku akiahidi kuwatembelea ili kuomboleza pamoja nao. Tunamalizia usomaji wa habari muhimu na habari kutoka huko Kilembwe. Mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanasema kukemea hali ya kutokuelewana iliyoripotiwa pa Kilembwe kati ya makundi mawili ya kizalendo iliyopelekea risasi nyingi kusikika wiki tunayo pa Kilembwe. Hadi hapo ninaweka nukta kuna usomaji wa habari muhimu. Asante sana Isaac Mulucha Ashbe kwa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kamisheni inayosimamia ujenzi wa jengo la ofisi ya jimbo la kielimu Kivu Kusini ya pili imeomba kwa raia kuendelea kutoa michango yao ili mjengo huo upate kumalizika. Baruani Rajabu Jean Antoine, mmoja kati ya wanaosimamia kazi hizo, amesema kusikitishwa kuona baadhi ya raia kwenye mitandao ya kijamii wanaongea kwamba michango ambayo imekwisha kutolewa na raia imetosha kwa kumaliza jengo hilo, kama alivyoeleza hapa baruani. Kila mtu ana ile jukumu ya kujiuliza, kwa sababu ni lengo moja ya maendeleo ya kwetu, na ni kitu inahusu raia wote wa mji wa Baraka na teritwari ya Fizi mzima. Mtu kama haiko mkomite ama muile sirkui yenye iko na tembeza ile mambo ni kawaida, ya muhimu ni kuuliza na mtu anaambiliwa. Ofete siye ile jengo kisagisi na semekana ni mradi wa kiraia, ni projet communautaire, ni raia njuli jiangaje ilisema siye tunapaswa pata jengo la province educationnelle ya Sud Kivu 2, na kama ni siye njo tunajenga, ni ile kidogo yenye tunapata kupitia raia ile michango njo tunafanyisha kazi. Mfano kama siye tunapata saki 15 ya sima, pale tuko na zamu tunamulipa kila mwezi, eko na vifaa yake ya kazi biko pale. Na kama hatuna kitu, inapaswa sasa sisi kamati tunakutanana, tunapana mawazo, ile sima mutaichunga plisi ya simwa itaharibika. Tunapana mawazo, tuko na sima apart sima tuko na haja ya kupata ingine material, mchanga, mai, kulipa bafundi, mbao na kadhalika. Sasa vile vitu tutavipata wapi kama hatuna navyo? Tunapata tu saki 15. Ifo tunaikala chini tunapana mawazo jinsi tutatembeza juu ile sima iweze kutumika isiharibike. Mwishowe baruani Rajabu amesema jengo lile ni kubwa na misaada ambayo ishatolewa bado kutosheleza kwa kumaliza jengo hilo, kama alivyorejea mara tena. Unaona ile ni jengo la kabambi. Ile projet ni projet ya kabambi. Ni nyumba ya nivo 2 na ni nyumba ya mita 19 kwa 18. Haiko nyumba kidogo. Selokisi ya engineer alifanya devi na plan yake.
ile nyumba franga zinapaswa maliza ni dola 1384 271.5 ya dola. Haiko franga kidogo. Na kama tunapata ile nusu kidogo, tunaangalia nini ya kufanya. Hata kama iwe kidogo inatumika kazi, ndio sisi tunafanya. Na watu kusema ni kawaida. Watu walijitoleaka mu vikao, mekuko wenye depuis wajitole basime mimi ndatoa 100 saki, abaya toa kata saki moja. Huko mwalisemaka atatoa saki 10, maisha toa saki 2. Na ile saki 2 na apres mwaka, apres miezi 7, unaona. Na sasa tunapata saki 2. Saki 2 kujengo saa ile itafanya kazi gani? Unaona magumu yenyewe tuko nayo. Lakini tunapenda kuambia raia watu wajitolee. Ni jengo kabambi sana. Na ni raia njoo inajenga ile jengo. Haiko serikali, ni biro ya serikali, sisi raia njoo tunaijenga. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba kutathmini namna gani walimu wa shule za primary watarudi mashuleni ni lengo mojawapo ya kikao kinachoandaliwa kufanyika siku ya Jumapili ya wiki tunayo ya tarehe 11 Mei 2025 na uongozi wa kamati ya walimu wa primary tarafani Fizi na mji wa Baraka kwenye shule la Muzinda. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Bobasha Asokolo Pouvoir, msemaji wa walimu wa kiprimari kote tarafani Fizi na mji wa Baraka, anaeleza hapa mengi kutokana na kikao hicho. Ujio wangu ni kwa jambo moja tu ambalo tulienda kwenye mgomo na mambo ambayo inapitika Kishasa kwa kikao kilichopitika jana cha wadepute wetu national pamoja na government yetu kwa ajili ya kuangalia namna gani wanaweza kulipa walimu. Kishasa kikao ambacho kilifanyika hapa jana, wadepute wetu walikutanana na musika wa Karitasi, coordinateur nationale pamoja na serikali yetu, ministre wa pay. Bakasema kusema ya kwamba iko kweli Karitasi hajakuwa na makuta, lakini mwa hii juma kila mwalimu atapata makuta yake ya miezi 3. Na ndio maana tunahitaji tukue na kikao kesho tuambie walimu habari ambazo zinazopitika Kishasa kwa ajili ya kulipiwa kwao na mgomo ambao tumekuwa nao. Ni kuangalia namna gani tunaweza kurudia shuleni. Kikao hicho bwana journalist kitafanyika pa Baraka kwenye kata la Malala ya pili shule la msingi Muzinda mnamo saa 8 za magharibi siku ya Mungu. Tunahitaji wale zaidi sana wa primary, yani walimu wa primary njoo wenye kuwa nyumbani pamoja na wakasisi wa shule za msingi. Wale wanaweza kufika na ngalao kama hata wa sekondari wanaweza wakafike kwa sudi wapate hiyo habari, lakini wanaohitajika zaidi sana ni shule za msingi njoo tunahitaji tuwe nao kesho. Ndio wanaikaa tu nyumbani, lakini tunajua ya kwamba ambao wanatumika ni wale walimu wa somo za 6. Njoo tulisema ya kwamba watoto ambao tunafundisha ni watoto wetu, ni lazima wao warudie shuleni kwa ajili ya kufundisha watoto wetu kwa jitayarishe kwenye mtihani ambao serikali italeta. Mimi ujumbe wangu ni kusema ya kwamba kesho walimu wote waje ili tuambie hizo habari, na wakati government itakapotulipa pesa, tunajua ya kwamba kila mwalimu ambaye amekuwa Baraka, mwenye yuko Baraka, mwenye kuwa pembezoni ya Baraka, siku tutakapopata hizo pesa tutawaita na kuwaambia ya kwamba turudie sote mashuleni juu watoto ambao tunafundisha ni watoto wetu, hatuwezi kuacha hivyo. Tujelekeze tarafani Fizi ni kwamba mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Nyamangyo Kuishibwe la Obedi ametoa pole kwa raia wahanga wa mafuriko wa kijiji cha Kasaba, huku akiahidi kuwatembelea ili kuomboleza pamoja nao. Akizungumza na redio yako, mbunge huyo wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi amesema kuwa wabunge wote wa tarafa la Fizi wameisha jadiliana ili kwenda kuwapa pole wakaaji wa kijiji hicho cha Kasaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kama naja mbele yenu kwa sahi nikupana tu pole kwa maafa imetokea kwa mgeni wetu wa pale Asaba. Wengine wanaita Kasaba meme, lakini sisi mkiwembi tunaita Asaba. Donc tunatafuta kupana pole kwa jamaa zote zilizopata shida hapo. Tumesikia mwingine yote imeenda, watu karibuni 100 na zaidi wamepotea, ndio na wengine kujeruhiwa wako kwenye hospitali. Pale tunapenda tu kupana
pole kabisa kwa saa hii, na tuko informe na unapenda kufanya kontakte zote za kuwezekana kusudi tuangalie namna gani msaada kidogo unaweza kafikia wandugu huko. Inafika habari wakati ya weekend ndio shida kidogo, akose mambo itakamata muda, lakini tuko deja tunabiwazia kokisi yetu ya badepite ya Fizi, tuko pamoja na tunaishange na tuone jinsi mambo inaweza ikafanyike. Na hiyo ndio pole tunapenda kupana, tujipe moyo na tujue kwamba shida zinafikaka, lakini wakati tunasimama na imani, tunasimama na mafikiri ya kusema bitapita na tuendelee na maisha, itakuwa mambo mzuri sana. Basi Mungu aendelee kusaidia wandugu wenye wako hospitalini na aendelee kufariji wenye jamaa zilipoteza watu na hata wao wenye kuwa kwenye hospitalini wote wafarijike. Tunaenda kushukuru kwa wandugu wote walisaidia kuponyesha wamoja wenye walipona na wenye walijitoa deja jusqu'à maintenant. Tunashukuru ile hospitali ziko pembeni kwa kazi wamefanya. Mungu awabariki nyinyi nyote. Asante tena, na Mungu atusaidie, atupe nguvu, tuwe sote umoja kwa kusaidiana katika shida. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, na mpisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valanta akiwa na namba 7 yake mgongoni. Asante sana kabisa mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo. Tuanzie kwanza na hizi habari za mwenyekiti wa soka tarafani Fizi na Mji wa Baraka, Bwana Saleh Mosantro Mawi maarufu Magufuli, ambaye ameomba kwa uongozi wa klabu ya wanawake ya FCF Fakhsadefi hapa katika Mji wa Baraka kwa ajili ya kuweza kufanya usajili mzuri ili kujiandaa kwenye michuano ya ligi ya jimbo kwa upande wa wanawake ambayo itaanza hivi karibuni kupigwa huko katika mji mkuu wa Katanga, Lubumbashi. Saleh Mosantro Mabi amezungumza na Radio ya Jamii Kivu akiwa katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa. Kama vile na calendrier pale, calendrier litoka juu ya championnat national ya 16e edition ya banamuke na itachezeka tena pa Lubumbashi. Sud Kivu itakuwa represente toujours na equipe ya banamuke ya Fizi, na ndio vile calendrier nasema fanya ebosh. Nitalomba tu equipe ile yetu ya Fizi ianze fanya maentraînement na recrutement mzuri ya kutosha pour que baadhi watufanyie vya mzuri tena Lubumbashi. Le fait que bazikia conseil uliona niveau ya Goma kupata matokeo mazuri sana kwa niveau ya Goma, na ijapo tulipigwa lakini Goma wasanjiri kwa equipe inakuwa na performance ya mzuri sana. Na ndio pata lomba tena pa Lubumbashi warudilie ile force de fie ambao walijua kwa kupiga magoli mingi, haitakuwa hiyo force de fie tunaona. Katika Mji wa Baraka, tournament ya vijana zote cha umri wa 17 iliweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo. Klabu ya Uraga iliweza kuwatandika Nouvelle Generation kwa 2-0, huku klabu ya Vesa la Victoire mechi ambayo ilipigwa majira ya saa 9 kunako uwanja wa Oni hapo Mwandiga ilitoka sare ya kutokufungana dhidi ya klabu ya Monima. Lakini siku ya Jumapili tarehe 11 Moma watakipiga vikali dhidi ya klabu ya New Star, huku klabu ya Lyon watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Pouvoir. Mechi zote hizo zitaweza kupigwa kunako uwanja wa Oni hapo Mwandiga kunako manispa ya Katanga mjini Baraka. Wiki ya 36 ya michuano ya Premier League hapo nchini Uingereza iliweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo. Fulham wakiwa kwenye uwanja wake nyumbani waliweza kutandika 3-1 dhidi ya klabu ya Everton St. Office, huku klabu ya Ipswich Town iliweza kutandika 1-0 dhidi ya klabu ya Brentford. Southampton ilitoka sare ya kutokufungana dhidi ya klabu ya Manchester City. Klabu ya Wolverhampton iliweza kutandika 2-0 dhidi ya klabu ya Brighton. Lakini siku ya Jumapili Newcastle watakipiga vikali dhidi ya Chelsea Blues majira saa 7. Nottingham Forest wataweza kukaribisha Leicester City. Tottenham Hotspur watapambana vikali dhidi ya klabu ya Crystal Palace, na klabu ya Liverpool watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Shikabunduki hapo nchini Uingereza ambao ni Arsenal Gunners. Mechi itaweza kupigwa majira saa 11:30. Na mwisho katika nchi ya Hispania katika michuano ya La Liga Santander ni kwamba wiki ya 35 itaweza kuendelea siku ya Jumapili ya wiki tunayo, ambako mechi ya vuta ni kuvuta ambayo inasubiriwa na mashabiki wengi kote ulimwenguni itaweza kushuhudiwa majira ya saa 10:15 za jioni. Klabu ya FC Barcelona wataweza kupiga vikali dhidi ya masimu wa jadi ambao ni klabu ya Real Madrid. Nambari 7 yangu iko napepea barabara mgongoni kwa siku ya leo. Mwenzangu Omari Makelele Uzile na kushukuru kwa ajili ya kuweza kunipa muda ya kuwajuza wasikilizaji wetu habari za michezo.
Shukrani sana Sudi wa Sudi Valente kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujelekeze kule Kilembwe tarafani Fizi. Ni kwamba mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanasema kukemea vikali hali ya kutokuelewana iliyoripotiwa pa Kilembwe kati ya makundi mawili ya kizalendo iliyopelekea risasi nyingi kusikika wiki tunayo pa Kilembwe. Taarifa tunazo ni kwamba hali ya kutokuelewana imeripotiwa kati ya kundi la Kamanda Girls zidi ya mwenzake Matie. Makundi hayo yalifyatuliana risasi na kupelekea hali ya usalama kuwa mbovu kwa raia wa eneo hilo, kama alivyohakikisha hapa Abedi Sumbia Abdul, mratibu wa shirika jipe la raia NDC Chumvia Kongo sekta ya Lulenge. Mizungundo ya silaha ilisikika ndani ya jiji la Kilembwe muda wa saa 8:30 za mchana kati ya kikundi ya Girls, komanda wa Groupe de Jeunes na Mathieu wa SNPCC walididisha masasi. Jiji lote lilishikwa na wasiwasi, watu wengine kwenda porini. Risasi lililia pale parking ya karibu na hospitali tena na paroisi ya Katolika. Hiyo ndio habari ya masikitiko. Patilia kitendo cha wao kugombana ilisemekana ya kwamba kuna askari mmoja alikuwa wa Girls akakimbia na silaha. Hilo silaha tena akaenda uzisha Matie, komanda Matie. Sasa kwa kudaiana hizo silaha ndio zilileta uzushi na zikaleta sura mbaya, ndio maana walifika mpaka kwa kufyatuliana risasi. Sasa kitendo hiki sisi kama vile shirika la raia tumekilaani sana, kwa sababu wao Girls Mbembe, Matie Mbembe, wote watoto wote wanakaa hapa Kilembwe. Wafanye vitendo kama hivyo vilisikitisha sana na kuleta hofu na kuleta hali ya huzuni sana. Watu wanachubiria adui mmoja, kwa nini wao tena wajekaa wakigombana, wakileta matatizo wao kwao, kuhatarisha raia, kuogopesha raia? Hiyo ni vitendo vibaya sana. Sisi kama vile shirika la raia tulikuwa naomba wakuu viongozi wa hivyo vikundi kwa ngazi za juu wanyamasishe hizo hewa. Sio hewa nzuri kabisa, ni hewa mbaya ambazo zinaweza leta maafa huko mbele ambayo tunasonga. Na tujelekeze huko katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba mwananchi Andre Biadunia Mashaka ametaja kuishi katika usalama mdogo kwa sasa kutokana na vitisho vya maisha anavyopata kutoka kwa watu wa nia mbaya ambao bado kujulikana ndani ya mji wa Uvira. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia ameomba kwa idara za usalama na raia kumlindia usalama. Katika mazungumzo na Radio Kivu, leader huyo wa mkoa wa Kivu ya Kusini Andre Biadunia ameanza hapa kutoa historia juu ya vitisho anavyopitia. Sijui ninaweza kusema nini, kwa sababu tangu le 20 ya Avril, le 20 ya mwezi wa 4 ndo nimepata mtu anakuja kuniambia kwamba amepewa habari, anifikishia habari kwamba wataniua. Akaniambia kwamba mwenye ataniua, akamtaja jina, nikamfahamu. Lakini mimi sijawahi kumuona. Nilimuona limoja tu, tulikuwa kwenye mkutano kwa komanda sector. Nikamuona tu, lakini sikujua kwamba anaweza kuniambia hayo maneno, kwa sababu siku aliniona alinishangaa. Wewe ndio Andre Biadunia, wewe ndio unasemaga kwa radio, unasemaga wazalendo. Nikamwambia ndio mimi. Nasema asante sana kabisa. Nikamwambia basi kuna shida, tuko pamoja. Basi nikasema kama taniua huyu mwanasema taniua, atanisema juu ya nini? Aseme mnajuana. Nikamwambia mimi sijui. Kwanza sijawahi kufanya lolote naye, sijawahi kuchangia na yeye, ile kaisha. Nikabaki sasa niko kwenye kivive. Ninajua kwamba saa yote nikimuona nimuulize anataka nini. Sina deni la mtu. Kwa kweli gisi unavyoniona hapa, hakuna mtu anaweza kusema kwamba mwanamume wewe kosa deni, lakini hakuna mtu anaweza kusema kwamba nina pesa zake, nimeshawahi kupigana naye, nimeshawahi sijui kutana katika mambo nikamtusi kwenye radio. Lakini nilipofuatilia nimeshangaa kusikia kwamba nimetuma audio kwenye Radio Kivu FM na Messager du Peuple Uvira ya kwamba wazalendo wanakuwa ni M23. Eti mimi nimewaita wazalendo
M23. Nikasikia damu imenisimama, nikasema yule ambaye anataka kuua imbwa yake anaiakiza tu kama imegonjwa. Basi ilipofika siku ya 5 ile wakati mlisikia kwamba masasi iko nalialia pale Kabindula, nikapata mtu amekuja kuniambia kwamba nilikuwa kwenye huo mkutano, nimesikia kwamba wanasema wanapaswa wakuue ava mercredi, kwa sababu hiyo ilikuwa siku ya 5. Akasema mercredi ya semene nyingine wanasema lazima uwawe. Nikasema hakuna shida, Mungu ndiye anaweka watu yote. Basi nikaikaa hivyo, najua sasa ninakuwa nilale hapa leo, kesho pale, kesho nitembee hivi, nikiona mtu anakuwa na silaha ninakwepa. Nikasema hiyo ofete mpaka wapi? Nikamwambia governor, nikaambia meya wa jiji, nikaambia bengine ba autorite, nikainforme ma organisation ya droit de l'homme, na ikabaki vile. Nikajua kwamba kuna siku tu nitamjua huyo mtu ambaye kuna nichonganisha. Huyu ameongeza kuwa vitisho hivyo ni moja kati ya njia ya kupenda kumunyamazisha juu ya utetezi wake kama vile leader. Andre Bia Dunia amerejea mara tena. Basi nilikuwa kwenye kipindi Barza du Peuple ya radio Le Messager, nikasikia mtu ananitumia simu inalia, message kaingia. Niliposoma anasema wewe umalize kubomola vyako huko na bomola mule, na sisi tutakubomola hapa nje ukitoka mu studio. Nikaonesha journalist akasoma, akatoa message ya pila, sime wewe malize tu utoke hapa, tuko tunakungoja. Nikamwambia wewe nani? Akanambia utatuona wakati tutatoka nje. Basi nikabaki hivyo, journalist akaniautorize nisome ile message kwa radio, nikaisoma. Vijana ambao ninafurahia, vijana wa Uvira, walimwagika nje ya studio ya nyumba ya radio, na wazalendo na vijana na wababa na wamama kuja kuangalia nani anatafuta kuniua. Ninawashukuru sana watu wa Uvira, na wakanishindikiza mpaka nyumbani kwangu. Nikakuta nyumbani nako kuna kwa wengine wazalendo wanachunga mlango pale. Basi nikalala, asubuhi nikaamka niko salama, na mpaka leo niko salama. Lakini kwa bahati nzuri tariki 7 mwezi wa 5 nimekutana na ndugu yangu mmoja ambaye walikuwa nasema kwamba ananikania kuniua. Nikamwambia mimi sijawahi kusema hizo habari, na siwezi hata, labda mwingine mwenye jina yake mwenye haiko mie. Basi naye akakataa kwamba haiko yeye. Sasa niko najiuliza ni nani? Sitakwambia ni nani. Najua kwamba sisi ambao tunatetea haki za binadamu na wafanyasiasa wanakuwa wanatutafuta sana, na hasa wafanyasiasa wengine labda wale ambao wameshachoka, wameshafeli, hawawezi kutaka watusikie. Lakini nitakumbusha tu kwamba mimi nilikosa na sauti polisi ya 9000 voix. Sikufanya fujo, nilibakia kimya, naendelea kufanyia raia kazi, na kama ni hiyo ndio inakuwa tatizo, basi wanisamee, lakini siwezi kuiacha kwa sababu kazi yangu, vocation yangu ni kutetea raia. Ninajua kwamba Mungu atanichunga. Wote ambao wanapanga yote kupitia mimi kuniharibisha, haitafaulu hata siku moja. Niko na imani Mungu ambaye ninamuomba, Mungu wa Uvira, Mungu wa Sud Kivu, Uvira, Fizi, nafasi nyingine kwa ninatetea, hawezi kukubali watu waniharibishe. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na huko Burundi. Ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameonya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa atakayehusika katika kuvuruga uchaguzi unaotarajiwa kufanyika tarehe 5 Juni 2025 katika nchi hiyo ya Burundi. Radio Kivu Burundi, tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi. Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye ameonya kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa kwa yeyote yule atakayethubutu kuvuruga uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Juni 5 mwaka 2025. Abagiye kwiyamamaza mumenye neza mubiye tugezemo mu Burundi ntidukeneye indongozi zo kubungabunga gusa ivyo basanzeho. Mnaokwenda kwenye kampeni mnapaswa kufahamu kuwa wakati utuopo nchini Burundi hatutaki viongozi wa kulea vitu vilivyopo, bali kutafuta kwa ajili ya nchi. Angalizo ni kwamba mwende mkiwa mnajua kiongozi anatakiwa kuwa na mienendo ipi katika kuwabadilisha Warundi, wasiwe tu kuwafuata kwa mikumbo. Mnakwenda kuwabadilisha, wasiwafuate kwa sababu mliwahonga kitu, wafuate kwa kuwa mnakwenda kuweka pamoja nguvu katika kuendeleza nchi ya Burundi. Ninatoa onyo kwa mara nyingine tena, yeyote yule atakayeharibu uchaguzi au kumnyanyasa mwenzake ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Ninawaomba wahusika wa sheria, hasa mahakimu, kuwa macho, maana atakayeharibu uchaguzi anakuwa ameharibu maendeleo ya nchi. Mugaragira nsaba chamanza baze barabe kuko utavye amatora batovye kazoza k'igihugu barabe kakandi bita circumstance aggravante. Zaidi ya wagombea 9,000 ndio ambao wanawania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi huo. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka
nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima mwandishi habari wa Radio Kivu alionisaidia kuziandaa, akiwemo Nikodem Kashindi, Bon Samaritain, Sudi wa Sudi Valente, Isaac Mlucha HB, Safari ya Limasi Dilo na wengine wote. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.